tumemshuhudia akiibuka na ushindi wa mabao 4. Mchungaji, heri bwana, namshukuru Mungu. Maana tuna miaka 4 hatujia kuingia finali kombe la shirikisho CRB, miaka 4. Kwa hiyo tulikuwa na ugwadu wa muda mrefu mno, tulikuwa na rosto ya muda mrefu mno, lakini ashukuriwe Mungu leo tumeingia finali. Unajua watu wanachoelewa jambo jepesi kuingia finali, si kazi nyepesi. Ujue tuna miaka 4, ujue watu wanajisaulisha. Ujue miaka mingapi? Ujue 4. Tulikuwa na ugwadu wa muda mrefu kutoingia nini finali. Kwa hiyo lazima turudishie Mungu nini utukufu. Wewe unanielewa? Lakini bwana wewe unielewi. Sisi raha yetu leo ni kuingia finali baada ya miaka 4 tunaishia robo nusu. Leo tumeingia finali. Ndio maana leo unaona tunatamba. Na tunatamba vipi? Tunatamba na Mungu ambaye ametuwezesha Simba kuingia finali. Sasa tusipochukua kombe, wengine watacheka. Tusipochukua kombe kumbe kwenu nyinyi. Wengine watacheka. Kwa nini leo tumefurahi hivi? Tuna muda mrefu. Hata kama ingekuwa ni Yanga imekaa miaka 4, leo wangefurahi. Simba mna rosto. Rosto tulikuwa nao kubwa. Miaka 4 ni mingi mno. Umri wa mtoto miaka 4 ni mkubwa, anaanza shule ujue huyo. Ndio tulikuwa tumeikosa hiyo. Kwa hiyo leo tunamshukuru Mungu. Mungu bwana, tunasema asante. Mungu tunakushukuru. Simba imeingia finali. Na sio finali tu. Simba anabeba makombe yote. Sikishikilia hiyo eneo. Simba. Na kesho tunamuomba sisi Dube ni rafiki yangu. Okelo, kama unanisikia, kesho tu Yanga Afrika ipate ushindi. Kesho tunataka Yanga ishinde. Leo umechutama na unapiga magoti unasema Yanga kesho wapate ushindi, Yanga wasikimbie. Yanga wasijivunje. Okelo baba, nakuaminia. Kesho tupe ushindi Yanga Afrika. Tunatamani. Wanaita mai wetu tunamwita. Unajua tumemmisi kutoka nini jue? Tumemmisi Zanzibar. Unajua tulifunga Yanga unajua. Watu wasisaulishe. Tumemmisi. Katoa sare hizi. Kuna mechi moja ndani ya dakika 10 Yanga amefungwa. 10 minutes goal hizi. Mechi moja lakini mechi sikesha sare. Sasa tunamtaka Yanga Afrika Tabora tukienda. Tuone dakika 10 atarudisha tena goli 2. Kwa sababu basi bado yupo. Oura bado yupo. Chama bado yupo. Simona, Kibi Sawala bado yupo ndani ya Simba. Kibabage bado yupo. Sababu Kibabage sasa hajulikani beki au winga. Si umeshaelewa? Kwa hao wote bado wapo. Kwa hiyo tunataka ile mechi ya Tabora hiyo. Yanga asitukimbie, tukuta. Na kuaminia Dube, tupe kesho ushindi. Dube ingiza kambani kesho, Yanga Azam wafe. Mbona Dube na Okelo Pakome vipi? Mimi nimesema watu wawili, wao wengine mimi sijawajua. Mimi nimesema Okelo baba. Kesho ingiza kambani, tukutane na Yanga. Tuone atakimbilia wapi. Basi simama ndugu yangu tuzungumze jambo. Wao wazungu ungeona huruma. Sasa Senegal wameondoka wamemwacha Libase. Kumbe wajua wameacha chombo. Ila kwa taarifa za ndani kama atavuka, nasikia robo finali wanamuita. Si sheria hiyo, kumbe FIFA ipo. Wanaongeza nguvu. Wakienda nusu finali wanamuita Libase. Na akienda Ulaya bye bye. Ndio hivyo anaondoka hivyo. Lakini sisi swala msingi leo ni kwambieni watu ambacho hawajui Simba kucheza finali. Kuna watu watatucheka kwamba hizo mechi na Coast mnafurahia hivi. Hivi nikwambie, wewe una miaka 4 uje kucheza finali. Mambo ya dharau haya ya kusema huyu timu fulani Coast hii nisingie na nguvu. Simba akawa anatolewa robo. Singida anatufunga tunatoka. Simuona? Leo tumepeleka nguvu yote. Squad yote tumepeleka. Kwa hiyo squad ambayo tumepeleka wakaniambia mchungaji wewe usiondoke. Wewe baki Dar es Salaam. Majukumu mnagawana. Baki Dar es Salaam sisi twende kule. Umeona mchezo ufanyika sasa? Coast kafa ngapi? Mtu 4. Na mechi ya Tabora siendi, mimi niko hapa. Mechi na Yanga hiyo. Mimi siendi, niko hapa. Na dalili Yanga safari anaweza kafa hata 5. Hata 5. Vipi umeona Clatous? Beki mwenyewe unamjua ni nani? Nani? Unajua beki Yanga unamjua? Dickson si mgonjwa? Beki nani sasa? Mama yetu. Sasa 5 hazipo hapo. 5 hazipo. Kapteni wa nchi yule. Nasema hivi, hayupo. Kwa sababu dakika 10 alikuwepo yeye unajua. Kapteni wa nchi. Zile goli 2 ndani ya dakika 10 alikuwa huyu captain unayemsema. Alikuwepo. Sasa kwa nini leo Tabora Yanga asifunga goli 2 alafu tumuone akirudisha tena? Sasa alifunga goli 2 dakika 10. Tumfunge dakika 10 akiwa Tabora tuone je atarudisha hizo 2. Bwana, kuna kitu kingine ni wanongonezeni, kitu ambacho hamjajua. Hiyo kwa mjaelewa. Bonyo. Hiyo kwa mjajua hiyo. Hiyo jinsi ilivyokaa imekaa vibaya kweli afa.
Nyie bwana muamini watu bwana. Nyie muamini bwana Mayele. Siri. Mayele. Usikia Kibunda. Mayele. Kwa utakuwa na Libase, utakuwa na Mayele. Hiyo tunga taratibu hiyo. Libase, Oura, Mayele. Mbona nielewa lakini? Libase, Oura, Mayele. Si unaelewa? Kwa sababu hapa chini huyo mwingine ndo bado. Kwa kwenye hatua za mwisho Faisal. Na Simba itakuwaje? Bwana, tumzungumzie Clatous Chota Chama. Anagonga chuma, inasetiwa na Elie Mpanzu. Inapigwa, inatafuta far post, inaingia ndani. Goli bora kabisa kwenye mchezo wa leo. Sasa Chama, alafu kuna wengine wakawa nje, nikawa nawasikia wakisadiki na kusema ya kwamba Clatous Chota Chama amemaliza mechi zake, mkataba ameongezewa na amewathibitishia kabla dakika. Sisi tulikuwa tunachoogopa sisi tunachosema ingekuwa mtu anarisishwa mpira Chama tungemerisisha mtu. Sasa bahati mbaya huwezi kumrisisha mtu. Umeelewa? Chama maskini anazeeka na utamu wake. Anazeeka nao. Clatous Chota Chama anazeeka nao. Aliondoka akaiacha Simba ya timu, amerudi amerudisha na magoli, amerudisha na ubingwa. Aliondoka aliacha Simba. Aliacha Simba. Alivyorudi amerudi na ubingwa wake. Nani huyo? Kwa hiyo anayofanya sasa hivi sio kubahatisha. Kwa sababu anachezea timu ya moyoni. Kama huyu mwingine kutoka sehemu fulani anakuja kwenye timu yake ya moyoni. Hali kuna wachezaji wengine anatoka kule anakuja huko kwa sababu timu yake ya moyoni. Unajua kucheza timu ya moyoni unaacha kujituma. Kibabage unamwoneje? Timu yake ya moyoni. Mmoja kujituma. Mpaka watu wanasema anajitumua, sio anafanya nini? Ni timu ya moyoni. Timu ya moyoni ndio inavyokuwa vile. Unacheza wewe, mguu vunjike mpira uende. Kwa sababu timu ya moyoni. Yaani unaipenda huko unacheza. Umeona kitu? Ndio Chama, ndio unavyomwona Libase, ndio unavyomwona Kibabage. Umeelewa? Ila kuna mmoja pale ni mtoto wa kambo, lakini ndio hivyo anajitumua. Mtoto wa kambo. Simba Sports. Lakini bado anafanya nini? Anajitutumua. Kwa hiyo Simba kuna dalili Simba kuchukua makombe yote. Mbona unanielewa? Uniangalie usoni unielewi. Kuna dalili Simba kuchukua makombe yote. Kuna dalili ya Simba akachukua makombe yote na itakuwa aibu ya mwaka. Yangu macho na tuyahifadhi ndugu zanguni. Kuna dalili. Hivi leo mtu alikwambia Simba ni bingwa wa NBC utakubali? Mimi siamini. Ndio hivyo, huwezi kuamini. Lakini kumbuka huyo mtu unaamini Simba ni bingwa wa NBC? Kwani bingwa nchini nani? Si Simba. Ndio bingwa mpya, kapurura pointi 8. Zimbakizi. Tuwekeane hadi mimi na wewe. Nyie tazaleo mnajisaulisha. Yanga alikuwa na pointi 8 juu ya Simba. Mimi nimeona Zimbakizi. Nimekwambia tuwekeane hadi mimi na wewe. Na hutaamini macho yako. Na wale ambao wana viini vya huku na huku. Hiyo mechi hawachezi. Mimi niliona maono. Maono leo yaona wewe. Mengine unaweza kuambia mambo yanayofanana. Nisikize maono nayo kuambia mimi. Bingwa wa NBC ni Simba. Wewe ushaka kwa mechi hizi. Mimi sijui kama anaongoza kwa goli mbili. Sijui kwamba hizi mechi hizi zinazobaki Yanga anza kufanya mpango akachukua bingwa. Kwa nini mimi nakwambia kwamba Simba bingwa? Na sababu uniulize kwa nini mimi nasema hivi? Wewe ustuki tu. Mimi kila siku Simba bingwa. Simba bingwa. Kuna nini? Wewe ushangai tu. Mimi sio chizi. Kwamba kwa nini kila siku naangalia kwamba bingwa wa ligi kuu ni Simba Sports Club. Ndio mambo kujiuliza. Huyu anasema hivi, kauna nini? Kuna kitu umeona mchungaji. Watu wataamini dakika za mwisho mchungaji alisema. Kuna ile inaitwa moment nini? Hata wanaisubiria hiyo haiji ngo. Shukrani sana. Asante, Mungu awabariki sana.